Kwanza ingefahamika vizuri kwamba mimi ni mmoja wa wakazi wa muda mrefu wa makao makuu Dodoma, na nimpongeza sana Mheshimiwa Rais kuyaleta makao makuu tukiwa bado hai. Nasema hivyo kwa sababu mimi nimeanza kuishi hapa kwenye jiji hili sasa mwaka 1971, na mwaka 74 nilijiunga na mamlaka ya ustawishaji wa makao makuu, ambayo kilikuwa ndio chombo kinashughulikia uhamishaji wa makao makuu kutoka Dar es Salaam kuja Dodoma. Kwa hiyo kwa muda mrefu makao makuu yakawa yanasuasua. Hatimaye alipokuja Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli akasema na iwe, na kwa hakika leo Dodoma ni makao makuu. Kwa hiyo nafurahi sana kama mkazi wa Dodoma. Kwanza watu wafahamu la kwanza. La pili, kuhusu UMC, kwanza ifahamike kwamba UMC mpaka sasa hatuna chuo chochote, hatuna shule yoyote. Ni ubunifu tu wa mtu binafsi, na kwa kweli pamoja na ubunifu tukubaliane kwamba pia ukitambua karama zake Mwenyezi Mungu alizokupatia ukazitumia, basi kazi hii unaweza ukaifanya. Na ndio maana mimi naifanya hii kazi, si kwa sababu nimesomea Ulaya wapi, hapana. Mimi mwenyewe tu, hii naita mimi mwenyewe, vijana siku hizi mnasema ni kujiongeza. Mimi mwenyewe nilijiongeza. Mimi ni mwandishi wa habari kwa taaluma, lakini niliamua kubobea kwenye mambo ya mahusiano mema, public relations. Kwa hiyo wakati nilikuwa mfanyakazi nilikutana na makundi mbalimbali nikitoa hiyo huduma, na katika kukutana nao niligrow interest, nilijikuta nimepata kaupenyo kuwasikiliza wageni mbalimbali wanaokuja. Wengine walikuwa na vichekesho, wengine wanazungumza mambo ya makubwa, wengine na mifano ya viongozi mbalimbali. Kwa mimi nikawa nasoma barabarani bali tunapokutana nao. Kwa hiyo vyote vile nikaviunganisha, nikasema nafikiri nikiifanya kazi hii ya ushereheshaji, basi ninaweza kujitahidi nikatoa huduma ambayo wengi wanaipenda. Kwa hiyo nataka kwanza tu hilo la mwanzo lilieleka. Kuna shule ya UMC. 1987 mkazi mmoja aliniomba ni UMC kwenye harusi yake. Nilimkatalia, lakini aliponisihi sana na kutuma ujumbe, basi kwa sababu nilikuwa naona watu wakubwa nafasi zao ndio walikuwa wanafanya hizo kazi. Lakini nilichokuja kugundua ni kwamba wengi walikuwa nasoma tu ratiba. Sasa wanakata keki. Maharusi watakata keki. Basi akishamaliza anaenda kaa. Watakata keki, watafanya nini juu yao. Sasa mimi nikasema okay, badala ya kuwa MC wa kusoma ratiba, mimi nataka niwe MC wa kutafsiri ratiba na kuisherehesha. Kwa hiyo kila kipengele nilianza kuisherehesha. Of course kama nilivyosema hapo mapema, kuna mnaita nyinyi kwa Kiingereza jokes, una vichekesho mbalimbali. Kwa hiyo unatafuta kitu ambacho kinalingana, ukiweka pale watu wanafurahi, halafu unawaleta sasa maharusi. Kitendo kile au ubunifu huo uliwafanya sasa watu wengi wafunguke macho kwamba pale Dodoma tukitaka kufanya shughuli tumtafute fulani. Kwa hiyo ndio kwanza, hiyo ndio siri moja hiyo. Kwa hiyo mwaka 87 nilianza taratibu, kaendelea mpaka mwaka 88. Nafikiri shughuli yangu ya kubwa kabisa ilikuwa ni pale ambapo marehemu Mzee Mnawie Moses alikuwa ana send off binti yake. Kwa hiyo walikuja viongozi wengi kabisa. Kwa hiyo nikaweza kuifanya ile kazi, na mke wake akaniambia, Magunde, katika nchi hii wewe ni mmoja wa MC bora sana. Niseme kweli wewe ni MC mzuri. Kaambia nakushukuru sana. Kwa hiyo alinipa nguvu. Basi baada ya hapo naona nikaanza sasa kuombwa
harusi karibu nyingi sana pa Dodoma. Wakazi wa Dodoma watakumbuka nimefanya hiyo kazi, na nilikuwa na rafiki yangu mpendwa anaitwa Suleiman Shoko, amefariki sasa hivi. Mwenyezi Mungu aiweke roho yake mahali pema. Tulifanya kazi na watu walipenda sana, na hasa walipenda eneo lile la utani ule lilikuwa linawafanya watu wasilale, watu wawe wamoja, watu waisherekee inavyotakiwa. Sasa baada ya muda huo, ilipofika mwaka 94, mimi nikachaguliwa kuwa diwani na baadaye kuwa mstahiki meya. Kwa hiyo ile kasi ya kufanya hizo shughuli tena ikawa kama vile hakuna tena. Ikawa sasa mara chache nilipoombwa, nafikiri nilifanya kama sherehe kama 4 tu, lakini sikufanya moja. Of course zilikuwa za watu wakubwa, lakini pia nilikuwa makusudi kabisa nilifanya hata harusi nafikiri 2 za watu wa kawaida kabisa. Nataka ni balance tu mizani, kwamba UMC hauna mkubwa wala mdogo, maskini au tajiri, ni mahitaji muhimu kwenye sherehe yoyote. Kwa hiyo katika kipindi hicho sasa, serikali wakaanza kunitumia kwenye matukio maalum. Kwa mfano, kuapishwa kwa Mheshimiwa Frederick Sumaye alipochaguliwa kuwa waziri mkuu, nilifanya hiyo kazi. Kadhalika Rais wa Zanzibar Mheshimiwa Dr. Mohamed Shein, nilifanya hiyo kazi. Lakini shughuli nyingi za bungeni pale zilipokuwa zikifanyika pale, niliombwa nifanye hizo kazi. Na kazi moja naikumbuka sana ya pekee ni ile ambapo kulikuwa kuna Mwalimu Nyerere fundraising, ilikuwa ni harambee kwa ajili ya Mwalimu Nyerere Foundation, tulifanya kule Mwanza, na mgeni rasmi alikuwa Mheshimiwa Benjamin Mkapa, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye sasa ni mstaafu. Wakati huo alikuwa ni Mheshimiwa Rais, na Mwalimu mwenyewe alikuwepo akiwa bado hai. Kwa hiyo kazi tulifanya kwa mafanikio makubwa, na hata mimi mwenyewe ilinipa furaha kwamba kweli kazi hii kumbe inaonekana ni kazi ya kawaida, lakini kumbe inaweza ikaleta tija kubwa kabisa kimaendeleo katika nchi yetu. Kwa hiyo ndio hapo nafikiri watu wa serikali walipoanza kuniona na kunitumia. Unapokutana na viongozi mbalimbali ukatoa huduma na wakaifurahia, wakaikubali, sasa matokeo yake nini? Matokeo yake ni kwamba unapanua wigo kwanza wa kufahamiana na watu, unapata pia nafasi kubwa ya kujifunza mambo mengi, kwa sababu kuna makongamano, kuna semina, kuna mikutano ya kimataifa. Yote hiyo ukiunganisha pamoja na UMC, na wewe unasoma vitu vya kutosha. Kwa hiyo moja ya vitu ambavyo nimefaidika navyo, nililazimika wakati mwingine kuingia darasani kwa watu fulani kwamba sasa naenda kufanya shughuli hii, hebu nipe elimu kidogo na ipelekaje hii shughuli. Kwa hiyo kama ni seminar hizo, mikutano ya kisayansi kwa mfano mikubwa ya kimataifa, ile inabidi na wewe lazima usome, uelewe. Sasa hiyo peke yake na mimi imeniongezea nafasi ya kutosha. Si hiyo tu, unapodili na shughuli kama zinawagusa waheshimiwa marais, makamu wa rais, waziri mkuu, inataka na swala la itifaki lizingatiwe. Kwa hiyo nayo hiyo, pamoja kwamba kwenye public relations course ile nani taaluma ya uandishi wa habari katika mambo ya mahusiano mema, kulikuwa kuna eneo hilo hasa la kujifunza habari ya itifaki maana yake nini. Kwa hiyo mimi sikwenda kwenye chuo cha itifaki, lakini nafikiri naweza nikasema that was on job training. Kwa hiyo nilijikuta kwamba nimekutana na watu mbalimbali wa foreign, watu wazoefu, kwa nami nikapata uzoefu. Kwa hiyo nafikiri kwa swali lako, je, imenitoa mahali? Yes, nimefaidika sana na hiyo nafasi ya UMC, kwa sababu unapokutana na watu wengi wenye weledi
na wewe lazima huwezi kurudi mtupu, narudi na kitu. Jambo la kawaida kabisa, na at times unaweza kujikuta umefanya kazi hata bila malipo makubwa. Lazima uzalendo uwepo pia kwenye nchi yako. Kwa ni ya kawaida tu. Of course mtu anaweza kuona kwamba hivi rais amesimama pale, huyu jamaa huyu lazima atakuwa amepata milioni 10-20. Unaona? Mwaka fulani nilipokuwa meya nikawa nawatetea sana madiwani. Mtu mmoja akaniuliza, "Nyinyi madiwani, wewe kwa mfano meya, mbona mnalipwa pesa nyingi, kwa nini tena unawatetea watu?" Nikamwambia subiri kidogo tu. Nikachukua briefcase yangu nikafungua, nikamwambia soma vocha niliyolipwa jana. Aliposoma akasema haiwezekani. Nikamwambia sio. Meya wakati huo ukiwa kwenye fika nani zile wanaita nini? Malipo kidogo ya madaraka. Kila mwezi. Wenzangu leo wanapata nyingi, hii siku tunapata shilingi 40,000. Baadaye ikapanda 80, baadaye 100,000. That was the end. Kwa hiyo wakati mwingine watu wanaweza kufikiri hivyo, lakini kikubwa hapa ni hiyo fursa ya kulitumikia taifa lako kupitia nafasi hii ya UMC.